Nimekuwa katika wiki hizi zote nimekuwa nikisoma kitabu cha Timotheo. Kinazungumzia mambo mengi juu ya utumishi, kimegusa moyo wangu. Na asubuhi ya leo napenda tushirikiane maneno machache katika mlango wa pili, waraka wa pili wa Timotheo, mlango wa pili wa Timotheo wa pili, mlango wa pili, mstari wa 3-6. Kitabu cha Timotheo mlango wa pili, mstari wa 3-6. Nitasoma. Naona nina tatizo la macho. Kama unaweza kunisomea huko nitafurahi. Mpaka 7. Wa 6. Rudia tena. Yampasa mkulima mwenye taabu ya kazi kuwa wa kwanza wa kupata fungu la matunda. Amen. Waraka huu wa pili, kama mtapenda kusoma kule nyumbani, waraka huu wa pili wa Timotheo, Paulo anamwandikia Timotheo. Timotheo ni nani? Timotheo alikuwa ni mwanafunzi wa karibu wa Petro na Paulo. Kwa hiyo alikuwa ni kijana tu, na Biblia inapozungumza habari zake inasema, inaonekana kwamba wazazi wake, hasa bibi yake na mama yake, ndio waliomjenga katika imani. Kwa hiyo Timotheo ni mchungaji kijana ambaye ameokolewa, ana moyo mweupe, ni mtu safi. Sasa Paulo anamwandikia barua akiwa amefungwa kule Rumi. Mfalme Nero amemfunga kwa ajili ya kuhubiri Injili. Kwa hiyo ukisoma katika mlango wa kwanza katika waraka huo, ule mstari wa 7, mlango wa kwanza mstari wa 7. Inasema, maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Mungu hakutupa roho ya woga. Inaonekana pamoja na sifa nzuri alizokuwa nazo za kumcha Mungu Timotheo, lakini ndani yake alikuwa na roho ya woga. Roho ya woga ni nini? Alikuwa anatishika na mambo mbalimbali ambayo yanatokea. Kwa hiyo alikuwa kama anaogopa kabisa. Kwa hiyo Paulo anazungumza kuhusu kijana, anamwambia kwamba Mungu hakutupa roho ya woga. Kwa hiyo alikuwa anamtia nguvu ili aweze kusimama, asitishwe na mambo. Unasikia? Asifanye nini? Asishitishwe na mambo. Asitishike na mambo yanayotokea. Asiwe na roho ya woga. Ndio maana anasema Mungu hakutupa roho ya woga. Ametupa roho ya nini? Moja. Mwalimu? Mungu hakutupa roho ya woga, ametupa roho gani? Roho ya nguvu, alafu na upendo na moyo wa kiasi. Kwa hiyo akaona anamkazia huyu kijana
maana inaonekana alikuwa moga kwa sababu alikuwa kijana, lakini alikuwa amejaa nguvu za Mungu. Alikuwa amejaa na roho ya utumishi, alikuwa na roho ya kumpenda Mungu, alikuwa ameachana na dhambi, alikuwa anamtumikia Mungu, lakini pamoja na hayo yote alikuwa na roho ya woga. Ndio maana Paulo anamtia moyo, anamtia nguvu, anamwambia kwamba Mungu hakutupa roho ya woga. Roho ya woga ni ile inakutishia. Roho ya woga inapokuwepo, woga ukiwepo, roho ya woga ni kinyume cha ujasiri. Haleluya. Roho ya woga ni kinyume cha kusonga mbele. Haleluya. Roho ya woga ni roho ya kurudi nyuma. Roho ya woga ni roho ya kuyumba wakati unapambana na mambo yako mbele yako. Ndio maana neno la Mungu linasema kwamba Timotheo anaambiwa Mungu hakutupa roho ya woga. Akamkazia maneno kama hayo. Kwa nini alizungumza maneno haya? Kwa sababu nyakati zile kuwa Mkristo, haleluya, nyakati zile kuwa Mkristo unatakiwa kuvumilia mambo mengi. Nyakati zile Wakristo ikiwepo pamoja na Timotheo walikuwa wanapitia mateso katikati uko nje. Mateso, unaposema umemkiri Kristo, unapambana na mambo mengi, unapambana na vikwazo vingi, unapambana na watu wanaopenda kurudisha nyuma. Roho za dini za Kirumi zinapenda kurudisha nyuma. Mazoea na matambiko yanapenda kurudisha nyuma. Vitu vyote ambavyo ulikuwa unavyo, mahusiano na ndugu zako, vinapenda kurudisha nyuma. Kwa hiyo Wakristo hawakusimama kwa urahisi. Wakristo wanaompenda Mungu hawakusimama kwa roho ya wepesi. Ndio maana Paulo anamtia nguvu, kwa sababu kulikuwa na mateso. Haleluya. Hebu sema mateso. Kulikuweko na mateso. Mfalme Nero alikuwa hataki asikie, kwa sababu unapozungumza juu ya Yesu ambaye ni mfalme, na yeye mfalme alikuwa anasema yuko mfalme gani kama mimi? Haleluya. Kwa hiyo Wakristo walikuwa wanateswa sana. Kwa hiyo Paulo anamtia moyo Timotheo, anamwambia kwamba anamtia moyo ili aweze kusimama. Kwa hiyo kulikuwa na vita vya nje, lakini pia kulikuwa na vita vya ndani, ambavyo vita vya ndani vitokana na mafundisho ya uongo. Kulikuwa waliinuka walimu wa uongo kama ilivyo sasa. Haleluya. Walimu wa uongo wa nyakati zile walikuwa wanachanganya neno la Mungu na kweli kama ilivyo sasa. Ilivyo sasa katika nyakati hizi kuna walimu wengi wa uongo ambao wameinuka, wanachanganya neno la Mungu na kweli. Kwa hiyo neno la Mungu kwa watu linaposikika halieleweki, kwa sababu limechanganywa mno. Walimu wa wengi wa uongo wamechanganya neno na kweli. Kwa hiyo vita mbili ambazo walikuwa wanapambana nazo, walimu wa uongo na vita kutoka kwa watu ambao wako kinyume na Ukristo. Lakini tatizo lilikuwa kubwa kwa hao walimu wa uongo, walikuwa miongoni mwa Wakristo. Walikuwa miongoni na nani? Walikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa katikati yao. Kwa hiyo watu walikuwa wanakuwa confused, watu walikuwa wanachanganyikiwa. Sasa Paulo anamtia nguvu Timotheo. Paulo anamtia nguvu Timotheo awe na nguvu katika mambo yafuatayo. Jambo la kwanza, jambo moja ambalo anamtia nguvu Timotheo, anasema kwamba atunze injili ambayo imehubiriwa kwake. Atunze ule ujumbe wa kweli ambao Mungu amewekeza kwake. Atunze ile kweli ambayo imehubiriwa kwake. Atunze ule ufahamu na maarifa ya kimungu ambayo yamepelekwa kwake. Kwa hiyo Timotheo anaambiwa kwamba atunze vitu. Kwanza atunze ukweli wa injili. Tuko katika nyakati hizi, ni rahisi sana kupoteza kile tulichokipotea. Injili ya kweli ambayo tumepokea kutokana na mazingira, kutokana na hali, kutokana na maisha, kutokana na mambo mbalimbali ambayo tunapitia. Wakati mwingine kile ambacho Mungu ameweka akiba na hazina ndani yetu hakiwezi kutunzwa. Kwa hiyo akamkazia Timotheo atunze mambo haya, injili ambayo yampokea, asimame mpaka mwisho. Hebu sema asimame mpaka mwisho. Haleluya. Hili ndio jambo la kwanza. Tumepokea imani katika Yesu Kristo. Tumepokea msamaha katika Yesu Kristo. Tumepokea utakaso katika Yesu Kristo. Tumepokea ujasiri na ushindi katika Yesu Kristo. Hayo ni mambo ya kulindwa. Hayo ni mambo ya kusimama. Unajua wakati mwingi tukikaa muda mrefu sana
tukiwa tumedumu katika muda mrefu sana, tunaweza kuzoea. Tuombe moja, tunaweza kuzoea neno la Mungu. Haleluya. Lakini neno la Mungu kila siku, ili liweze kutunzwa ndani ya mioyo yetu, ule wokovu ambao tumepokea, ambao ulikuja kama injili njema katika maisha yetu, kila siku unatakiwa kutunzwa. Tunza. Haleluya. Mwandishi wa Mithali anasema, linda sana moyo wako kuliko vitu vingine vyote unaweza kuilinda. Umekuwa Mkristo muda mrefu, unajua maisha yako unayoishi. Je, kile ulichokipokea tangu mwanzo kimeendelea kudumu vile vile? Injili ambayo umeipokea inaendelea kudumu vile vile? Moto uliopokea wa kumpenda Mungu umebaki vile vile? Kuna vitu vingi vigeni vimeingia, vimeuchanganya moyo wako. Lakini Timotheo aliambiwa alinde kile alichokipokea. Haleluya. Kwa hiyo aliambiwa atunze. Kwa hiyo kitu ambacho tunacho katika maisha yetu ni kutunza kilichokipokea. Injili ya kweli tuliyopokea isichanganywe na mafundisho mageni, isichanganywe na vitu vingine vyote ambavyo vinaweza kuharibu ule wokovu wetu tuliopokea. Naomba urudi nyuma. Ulipookoka ilikuwaje? Ulimpenda Yesu kwa moyo. Haleluya. Hukuwa na mambo mengi, hukuwa mjanja kama sasa. Lakini sasa mambo mengi yamekutokea, unafahamu mambo mengi. Lakini ni wakati wako kurudi kwamba kile nilichokipokea ambapo Yesu alinipa nitakitunza mpaka siku ya mwisho. Haleluya. Kwa sababu maisha yetu hayaishi kuokoka miaka 2 au 3 au 5. Lakini wokovu wetu, jinsi tunavyoendelea mbele, tunatakiwa uwe mpya kila siku. Haleluya. Kutunza kile ambacho Mungu ameweka amana ndani yetu. Ndani yetu Mungu ameweka Roho Mtakatifu. Ndani yetu ameweka nguvu ya wokovu. Ndani yetu ameweka mamlaka ya neno la Mungu. Ndani yetu ameweka ujasiri. Ndani yetu ameweka baraka mbalimbali. Hebu tutunze hicho kitu. Haleluya. Ni rahisi sana kupoteza kile ambacho umekipokea. Kwa hiyo hili ni jambo moja ambalo Timotheo alisisitiziwa. Jambo lingine la pili, Paulo alimsisitiza. Haleluya. Alimsisitiza Timotheo wakati wote. Haleluya. Kwa sababu alikuwa mchungaji. Na wewe hapo ni mchungaji, una makundi huko unakwenda. Alimsisitiza kuhubiri injili. Haleluya. Alimsisitiza wakati wote ahubiri injili. Hilo ndio liwe kipaumbele. Haleluya. Atunze kile anachopokea. Lakini cha pili, ashuhudie injili, aieleze injili, awaeleze watu juu ya ukweli juu ya neno la Mungu. Unajua kwa nini Mkristo ambaye hahubiri injili anakufa kiroho? Tunapohubiri injili tunatakaswa. Haleluya. Tunaposhuhudia watu matendo makuu ya Mungu ambayo amefanya, sisi wenyewe tunapanda cheo, tunaongezeka katika hali yetu ya kiroho. Kwa hiyo Timotheo, mtu ambaye huwezi kulinganisha na mtu ambaye hubiri injili na mtu ambaye amekaa bure. Mtu ambaye anahubiri injili anabadilika siku kwa siku, kwa sababu katika mapito anayopitia, changamoto anazopitia katika kuhubiri injili, anapata nafasi ya kumuomba. Anapoona pana ugumu, anaendelea kuomba Mungu ili Mungu ampe wepesi. Alihubiri injili. Hili ndio jambo la pili. Jambo la tatu ambalo Timotheo alisitiziwa, aliambiwa avumilie shida, avumilie tabu. Haleluya. Avumilie shida, avumilie tabu. Kama nilivyosema, kanisa la wakati ule lilikuwa watu wanapita katika mateso mengi. Nimezungumza kwamba maeneo mawili walikuwa wanateseka. Walikuwa wanateseka kwa ndani kwa sababu ya mafundisho ambayo yalikuwa sio sahihi, yalikuwa yanasumbua kanisa. Kwa hiyo yanakuja mambo ya kigeni yanajiingiza. Lakini zaidi ya hapo, mateso kutoka kwa nje kwa ajili ya vita iliyokuwepo kwa ajili ya Kristo. Ndio maana Paulo ule mstari wa 3 pale tulipoanza anasema kwamba ushiriki tabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Kwa hiyo sisi kama waamini, sisi ambao tumeokolewa, tumeitwa tuwe kama askari wa Kristo. Na tumeambiwa kwamba tushiriki nini?
Kama yupo Mkristo hapa anafikiri atakwepa taabu, atakwepa shida, basi utakumejidanganya. Sawa? Utafanya nini? Umejidanganya. Kwa sababu huwa hatukaribishi shida, lakini shida zinafanya nini? Zinakuja zenyewe. Na inawezekana hao wenzetu walikuwa wanateswa na watu wa nje kwa ajili ya imani yao, lakini kwa Kristo wa leo kuna mambo mengi sana ambayo yanasababisha taabu. Ndio maana anaambiwa asimame na kushiriki. Ule mstari anasema kwamba ushiriki taabu. Anasema kwamba ushiriki taabu pamoja nami kama askari mwema wa Kristo. Wengi wakiokoka siku za kwanza wanafurahia sana wokovu. Ile mida ya kwanza kuokoka wanakuwa na furaha nyingi. Lakini muda unapopita, miaka inapopita, wengine walikuwa vijana, wanapoingia katika ndoa, labda mambo ya ndoa yanapoingia ndani ya nyumba zao, ndoa zingine hazina baraka, au wanapokuwa kazini, au wanakuwa hawana kazi yoyote, au hajapata kazi au shughuli ya kufanya, zinakuwa taabu. Pamoja vijana wengi wana taabu, ndio maana anapiga kelele, ndio wanalaumu hii jenzi mnaita, sio? Ziko taabu ambazo hazionekani. Haleluya! Lakini kama upo hapa jenzi, haleluya, nataka nikutie moyo. Haleluya, 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 nataka nikutie moyo. Kama upo mahali hapa, Biblia haijatuacha. Yako mambo mengi ambayo kama mwanadamu uliyookoka, nazungumza na watu ambao wameokoka, ni mambo mengi yatakutokea, mambo ambayo mengine ni mazito. Kama hujaolewa au hujaoa, unakwenda kuoa, kuna viwango vingine ambavyo unaweza kushiriki taabu. Wako wengine ambao wamekuwa katika ndoa, miaka inapita, hakuna uzao, wanalala, wanashindwa, wanalala, wanaomba, mambo hayawezekaniki, wanalia, wanajigeuza. Lakini Paulo anazungumza kwa mtu ambaye ameokoka. Wapo hapa wengine magonjwa hayaponi. Mungu yupo mahali hapa asubuhi ya leo, anasema kwamba kushiriki taabu ni sehemu ya maisha yetu, lakini nashukuriwa Mungu kwamba katika kila mlango Mungu anapenda kutupa mlango wa kupitia. Haleluya! Kwa hiyo anazungumza kwamba ushiriki taabu pamoja na mimi. Kama nani? Kama nani? Kama askari nani? Kama askari wa nani? Kama askari mwema wa Kristo. Askari ni mtu dhaifu, ni mtu nyoro. Mimi nimeenda jeshini, kwa mmoja. Wengi hapa tumeenda jeshini. Jeshini hakuna watu nyoro. Watu nyoro ni watu ambao yuko hivi tu, na pamoja. Kama utakuwa mgongo na kitekta. Haleluya! Asubuhi ya leo napenda kuongea. Mungu analiita kanisa kama askari wa Kristo. Haleluya! Sio watu nyoro. Haleluya! Ni watu ambao wamefanya maamuzi, ni watu ambao wanajua wanachokiamini. Haleluya! Inawezekana hapa hujui unachokiamini, kwa hiyo uko hivi tu pamoja. Mnafahamu wale mama wanafanya hivi. Haleluya! Anasema kama nini? Kama askari. Wito wetu ni wito wa kiaskari. Hebu sema wito wetu ni nini? Ni wito wa kiaskari. Ngaje siku hizi kuzungumza askari kuna tabu kidogo, lakini nataka kuzungumza kwamba kimsingi Mkristo anajengewa roho ya askari ndani yake. Haleluya! Askari anavumilia shida mbalimbali, anavumilia mambo kadha ambayo ni magumu. Ndio maana Paulo hapa anazungumza kwamba ushiriki taabu kama askari nani? Sio askari mbaya, kama askari nani? Mwema. Ushiriki taabu pamoja na mimi. Sasa katika mstari ambayo tumesoma pale, ule mstari wa 4, kuna mambo matatu ambayo Paulo anazungumza. Lakini kabla ya kufika hapo, tunaona kwamba Paulo anawatia moyo hao watu. Ule mstari wa 11 pale,
Hebu soma pale. Ni neno la kuaminiwa. Kwa maana kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkana yeye, yeye naye atatukana sisi. Kama sisi hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Haleluya. Kwa hiyo anasema kwamba ni neno la kuaminiwa ambalo halitaki kutiwa shaka. Anasema kwamba kwa maana kama tumekufa pamoja na Kristo, kama tumekufa pamoja na Kristo, anasema tutaishi pamoja naye, au tunaishi pamoja naye. Haleluya. Tumekufa pamoja naye kwa njia ya wokovu. Tumeacha mambo tuliyokuwa tumezoea. Tumeacha matamanio ya kidunia. Anasema tukifa pamoja naye. Mstari anasema ni neno la kuaminiwa kabisa. Anasema kwamba kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye. Anasema kama tukifanya nini? Tukistahimili. Kustahimili ni kufanya nini? Kustahimili kufanya nini? Zaidi ya hapo ni kufanya nini? Ni kuendelea. Nazungumza na mtu ambaye amekata tamaa. Nazungumza na mtu ambaye yuko njia panda, ambaye haoni kama mambo yako sawa sawa. Haoni wokovu, hafurahii wokovu. Haoni njia aliyochagua. Anasema kwamba sijui nimekosea. Asubuhi ya leo nataka kuthibitishia hujakosea. Haleluya. Mimi sijakosea. Haleluya. Njia tuliyoamini ni sahihi na ni kweli. Yesu aliyompokea ni wa kweli. Haleluya. Ni mwaminifu katika ahadi zake. Anasema hivi, kama tukifa pamoja naye tutaishi pamoja naye pia. Haleluya. Anasema kama tukistahimili. Wokovu ni maisha ya kustahimili. Wokovu ni maisha ya kudumu. Wokovu ni maisha ya kuendelea. Haleluya. Anasema kwamba kama tukistahimili, anasema tutamiliki pamoja naye. Na umiliki huo unaanza sasa. Haleluya. Umiliki huo unaanza sasa. Anasema tutamiliki pamoja naye. Na anaendelea. Na watu huwa wanamkana wakati ambapo wanapita katika pembamba, huwa wanamkana kirahisi. Anasema kama tukimkana, anasema kwamba tukimkana yeye, na yeye atafanya nini? Atatukana. Unaniambia mchungaji, ninakana namna gani? Unamkana wakati ambapo hupendi kuchukua msalaba. Unamkana Mungu anapokuelekeza ndani ya moyo wako, anaposema nifanye jambo hili, unasema labda mtu mwingine sio mimi. Unamkana namna gani? Wakati ambapo huchukui wajibu, unamkana. Lakini na yeye amesema kwamba tukimkana, na mara nyingi mambo ya Mungu yanakuwa madogo madogo hivi. Tupo pamoja na sauti ya Mungu wakati mwingine ni ndogo ndogo tu. Haleluya. Ni ndogo ndogo, sio kubwa. Haji hapa nimekuambia sikia mimi Mungu wako nazungumza, lakini anazungumza kwa sauti ya ndani ya moyo wako. Anazungumza kwa sauti ya ndani ya moyo wako, anakuelekeza. Ngongi alikuwa ananipa ushuhuda juzi. Anasema alipata mapato ambayo hakuruhusiwa ayachukue. Hakuna mtu aliyemwambia. Alikuja hapa kanisani, anasema ibada iliharibika kwa sababu Roho wa Mungu alikuwa anamwambia pale, pamoja kidole kinanyoshwa pale wewe haiko sawa sawa. Hayo mapato sio sawa sawa. Akajaribu kujipurukusha. Akasema nimbembeleze Mungu nitoe fungu la 10 katika haya mapato. Akatoa, lakini kile kitu kiliendelea kuzungumza pamoja naye. Aliporudi nyumbani, alirudisha kwa namna fulani pale alipochukua, kwa sababu alichukua vitu ambavyo fanya nini? Havifanya nini? Ambavyo hajaruhusiwa kufanya. Ni mara ngapi Roho Mtakatifu anazungumza na wewe? Ni mara ngapi Roho Mtakatifu anagusa moyo wako? Anagusa moyo wako katika maeneo fulani, lakini wewe unafanya hivi. Nataka kusema kama umeokoka kweli, mtu anaposema ameokoka, unaposikia ameanguka, amejitakia mwenyewe tu, kwa sababu sauti ya Roho Mtakatifu huwa inakuwa kwa wingi ndani yake, inagonga. Haleluya. Ukiwa umeokoka, Roho Mtakatifu ananena kabisa kwa wazi. Unaona umekosa amani.
Na mara nyingi ukipambana na hiyo sauti unaibishia, ukibishia mara ya kwanza, ukibishia mara ya pili, ukibishia mara ya tatu, inanyamaza kusema. Unaendelea na lile unalotaka kulifanya. Unaendelea kulifanya lile. Ndio nini? Unaendelea kufanya nini? Sauti inapozungumza itii. Haleluya. Ndio maana hatuhitaji kila siku mchungaji yawe anakuangalia na kuchunga. Unaendeleaje katika maisha yako? Yuko Roho Mtakatifu ambaye anakuchunga kila siku, anayeangalia maisha yako yote unayotembea. Na huo ndio Ukristo. Wakati unamtii Kristo, unamkubali Kristo, anaangalia moyo wako kila siku. Haleluya. Biblia inasema kwamba yeye anayechunguza mioyo, anayejua nia ya roho ilivyo. Haleluya. Nazungumza na wewe asubuhi ya leo. Kuna vitu ambavyo Mungu amekuwa akizungumza na wewe, lakini umekuwa ukimbishia kila siku. Unamkataa. Iko sauti inaitwa sauti ndogo, nyembamba. Haleluya. Inakwambia hii sio sawa. Mahusiano haya sio sawa sawa. Haleluya. Haya mahusiano unataka kuingia si sawa sawa, lakini unasema nifanyeje? Mimi ni binadamu. Hatuzungumzi mambo ya binadamu hapa, tunazungumza neno la Mungu. Kiwango chetu si kama watu wanavyosema, sio kama watu wanavyoamini. Kiwango chetu ni kama Mungu anasema nini juu ya maisha yetu. Hicho ndio kiwango chetu. Kiwango chetu tunasimamia neno la nini? Tunasimamia neno la nani? La Mungu. Na hili neno la Mungu ndilo tutakalolitii. Ni mara ngapi? Haleluya. Umeizima sauti ya Mungu? Ni mara ngapi umezima sauti ya Mungu? Mara ngapi umezima sauti ya Mungu? Sauti ya Mungu ilikuwa inazungumza na wewe. Unafanya nini? Unakandamiza. Tupo pamoja? Au unapurukusha? Kupurukusha unaelewa? Watoto ni wajanja sana kupurukusha. Anapojua unataka kumadress katika swala fulani, anaingiza hadithi nyingine ili afute mambo. Afundike. Nataka nikwambie huwezi kufunika. Hebu niruhusu neno la Mungu likuangaze ili uweze kutembea pamoja naye. Ndio maana katika mstari huu anazungumza, anasema hivi. Anasema kwamba anasema kama tukistahimili tutamiliki pamoja naye. Kama tukimkataa, tunamkataa yule anenaye. Tukimkataa na yeye atatukana. Mimi naomba Mungu asinikane. Haleluya. Na ndio ombi langu, Mungu asikukatae. Na ukiona Mungu amefika kiwango cha kukataa, umebishana naye kwa muda mrefu. Haleluya. Kuna tabia fulani unashindwa kuziondoa. Unaweka kabisa zile kuzinga. Unazielewa kabisa kuna tabia fulani zimekaa ndani yako. Haihitaji mtu kukuambia, unazijua. Haleluya. Lakini umezingangania. Haleluya. Umezingangania. Asema na yeye atatukataa. Na anaendelea pale. Asema kama hatuamini, yeye hudumu wa kuaminiwa. Haleluya. Inawezekana hapa wewe huamini. Haleluya. Asema kama hatufanye nini? Kama hatuamini, yeye anafanya nini? Anadumu wa kuaminiwa. Yeye ni mwaminifu katika ahadi zake. Umetembea, unaona kama amechelewa, unaona kwamba hatimizi ahadi zake. Anasema neno la Mungu linatupa ujasiri asubuhi ya leo. Linasema yeye anadumu wa kuaminiwa siku zote. Anasema hapa, anamalizia, anasema kwamba kwa maana hawezi kujikana mwenyewe. Ana maana gani hapa? Ana maana katika yale aliyoahidi, yale aliyosema, hawezi leo kuyageuza. Haleluya. Asema kwamba Biblia ile niliandika tofauti, sasa niandike kisasa. Ni tofauti. Ilikuwa zamani nilisema hivi, Mungu hawezi kujikana mwenyewe. Haleluya. Anadumu wa kuaminiwa siku zote. Kwa hiyo ndivyo alivyowaambia hawa alipokuwa anamwambia Timotheo. Sasa katika ule mstari wa 4 tunamwona Paulo anampa mambo matatu ambayo Timotheo anatakiwa kuyafuata. Jambo la kwanza, anazungumza kuhusu askari ambaye anapaswa kumtii bwana wake aliyemwandikisha kwa askari. 2, Timotheo anatoa mfano mwingine. Anamwagiza Timotheo awe kama mwanamichezo au mkimbiaji mbio ambaye anakimbia kufuatana
na taratibu za ule mchezo. Tatu, jambo tunaloliona lingine, anazungumza juu ya mkulima ambaye anataka kufanya kazi kwa bidii. Kwa hiyo tutakwenda kumalizia kwa kuangalia haya mambo matatu asubuhi ya leo. Jambo la kwanza, tumeitwa tuwe askari wa Bwana, askari wa Kristo. Haleluya. Askari, sifa moja ya askari ni utii. Moja, sifa moja nani ya askari ni kufanya nini? Ni utii. Utii kwa yule anayefanya nini? Aliye kuandika. Lengo la askari, ndio maana kwenye jeshi kuna ranks, tu pamoja. Zinaitwa nini? Nini? Rank ni vyeo. Unasikia? Kuna vyeo, kuna private, ni mtu wa kawaida, tu pamoja. Alafu baadaye ana nyota moja mpaka baadaye anakuwa mtu mkubwa. Kila mmoja katika ile ngazi lazima muheshimu mtu wa juu yake. Haleluya. Kila mtu afanye nini? Lazima afanye nini? Ampe heshima inayostahili mtu aliye juu yake. Kwa hiyo hizi ranks tumeitwa ili kikubwa ambacho askari wa Kristo anatakiwa kuwa nayo ni kumtii yule aliyefanya nini? Aliyemwandikisha na kumuingiza kwenye hiyo kazi ya askari. Jambo lingine ambalo tunaliona kwa askari hajihusu. Biblia hapa inazungumza, inasema kwamba kama askari hajihusishi tena, anaanza kuwa mtu wa kawaida, raia. Unasikia raia? Askari ana mafunzo maalum. Tu pamoja. Askari ana mafunzo maalum. Mafunzo kazi yake ni kwenda kupigana na kuteka. Tu pamoja. Ndivyo alivyo baba ambapo askari amefundishwa. Ana mafunzo maalum. Kwa hiyo anatakiwa, Biblia inasema kwamba hajihusishi tena. Ule mstari wa 3 tumesema kwamba pale anasema kwamba hakuna apigaye vita ajitiaye katika shughuli za dunia ili ampendeze yeye aliyemwandika awe askari. Hawezi kuwa raia tena kwa sababu ameachana mambo ya uraia wa kawaida, watu wa kawaida. Yeye ana mafunzo maalum ya ujasiri ya kuendelea kusonga mbele. Kwa hiyo hii ndio roho ambayo Mungu ameweka hapa, kwamba amefananisha kwamba Timotheo anatakiwa awe na roho kama ya askari ambaye hababaiki, lakini ni mtu ambaye anatii amri ya Bwana wake na kutimiza wajibu ambao amepewa. Tabia za askari, ana uvumilivu wa ajabu. Haleluya. Roho ya uvumilivu iko ndani yake kwa wingi. Nakumbuka nilipokuwa jeshini, walipokuwa wanatufundisha kinaitwa kitu endurance. Endurance ni roho ya kuendelea hata kama mambo hayaendi. Ni roho ya kuendelea, au roho ya kupigana hata imekueje unaendelea. Ili kutufundisha hilo, wanatupeleka kilikuwa kinaitwa kitu route march. Tupo pamoja. Tunaenda kwa kutembea kwa miguu Dodoma. Tunaanza sio saa ngapi? Tunaanza saa 4, jua limekwenda juu. Tupo pamoja. Mnaenda kilomita ngapi? 15. Na kurudi 15. Huku nyuma kulikuwa na magari ya kubeba wale waliofanya nini? Waliochoka na kuzimia. Tunaporudi ndio kwa mara ya kwanza nikajua kumbe mwili huu ni chumvi. Tupo pamoja. Unaona chumvi zimetoka kwenye nini? Kwenye mwili mzima. Yale majasho mpaka dae yanageuka kwa nini? Chumvi. Kwa sababu walikuwa wanatufundisha roho ya kuvumilia. Inaitwa nini? Sifa moja ya askari ni kuwa na endurance. Haleluya. Haleluya. Endurance ni kuendelea. Haleluya. Kuendelea. Umeitwa kama askari, uvumilie katika mambo yote. Wakati mwingine tumeokoka kweli kwa muda mrefu, kitu kidogo tu kinakuchanganya. Unasema basi tuwapopote, umeshindwa kuvumilia. Askari wa Kristo anaendelea kusimama. Anasimama katika aliyoamini, anayekukubali. Unashangaa kitu kidogo kabisa kimekukwaza. Mkimuuliza sema mlinikwaza, nimerudi nyuma. Siji huko. Nimekwazwa. Huyu sio askari wa Kristo. Haleluya.
Askari wa Kristo anavumilia mambo mbalimbali. Endurance ina maana anapojenga misingi ya kuendelea mbele, ya kutembea tunapewa mazoezi ya kwenda kilomita 15. Baadaye siku moja waliniambia nikate mti. Afande amenisikilia. Nilikuwa katika maisha yangu sijawahi angusha mti. Siku ile niliangusha. Tena shoka halijanolewa. Tupo pamoja. Baadaye nikaona kumbe inawezekana kuangusha miti mingi, kwa sababu kumbe nimepewa endurance ya kuendelea. Nishangae kumbe naweza kuangusha mti kwa shoka ambao halijafanya nini? Halijanolewa. Kwa sababu kuna kitu kimeingia ndani yangu. Hii ndio roho ambayo Paulo alikuwa anamjengea Timotheo, kwa sababu kazi ya injili sio ya watu wanyonge na watu wadhaifu ambao hawezi kwenda mbele. Haleluya. Na hilo ndio inataka ingie ndani yako. Tumeitwa tuwe askari ambao tutasimama katika nafasi yetu bila wasiwasi. Askari hawezi kutembea hivi. Anatembea namna hii. Pamoja. Anatembea hivi kwa sababu kuna kitu ndani yake. Hii ndio roho ya Kristo. Mungu anawajenga watu hawa. Ndio maana anasema kwamba kwanza ni mtii, pili ana endurance ya kutosha, tatu ni mwaminifu katika yale aliyoagizwa. Lengo lake ni kumfurahisha Bwana wake. Mungu analolitaka kwako, anataka umfurahishe, anataka umtii, anataka umwabudu, anataka umwishie, anataka uchukue hatua kama askari wa Kristo. Uamini katika moyo wako kwamba umeitwa uwe askari wa Kristo. Haleluya. Wewe sio raia, uraia watu wanaoa mbinguni, sio watu dhaifu. Unajua inakuwaje? Wakati ule watu walipokuwa naamini, kuna mmoja alipokuwa naamini akawa anamwambia rafiki yake, habari ulizonisubiri ni njema sana. Nimefurahia sana ulizoniamini. Nasikia amani moyoni mwangu. Nimefurahi sana kwa sababu nimesikia neno lako. Wakaenda siku ya pili, akamfundisha. Anasema maneno haya unanifundisha ni mazuri sana. Na unanieleza habari za mbinguni. Ndio nakueleza habari za mbinguni. Anasema huko mbinguni unasema yuko nani? Anasema tutaona kina nani tutakapoenda mbinguni. Anasema huko mbinguni tutamwona Elia. Ana mwingine tutamwona na Musa. Na mwingine tutamwona nani? Tunaona watakatifu wote waliotangulia. Na huko zaidi hapo tutamwona Yesu Kristo. Mbinguni ni kuzuri sana. Anasema na mimi napenda njia hiyo. Naipenda njia hiyo na mimi nataka kwenda. Wakawa wanaendelea. Siku ya pili, ya tatu, ya nne, ana furaha na nyimbo zipo. Haleluya, ndani ya moyo wake. Sasa ile njia walitokea kupita, hakuna mahali pa kukwepea. Palikuwa na njia yenye matope mengi. Tupo pamoja. Njia yenye nini? Yana matope mengi. Lazima apite katika ile njia. Wakaingia. Yule mshuhudiaji akamuingiza yule mtu, anasema twende sasa. Twende ng'ambo, safari inaendelea. Wakaenda katikati. Anakanyaga matope. Anakanyaga matope. Akasema mwishoni, ndugu yangu, ndio njia unaniambia hivi? Ndio unaniambia, ndio unasimulia habari hizi? Ndio hayo unaniambia? Sasa kama ndio tumeanza mwanzoni hivi, shida ndio hii, tutakapomalizia itakueje? Kwa kweli ndugu yangu, umeniambia habari za mbinguni, umeniambia habari za kina Musa na watu wanaoimba vinanda huko mbinguni, lakini naomba kwamba baba, mimi narudi nyumbani. Mkristo akaendelea na safari yake kwa sababu ana moyo wa nini? Uvumilivu. Moyo wa nini? Nazungumza na wewe asubuhi leo. Moyo wa nini? Uvumilivu. Injili, wokovu ambao tumevua kama askari, Mungu anataka ajenge uvumilivu ndani yako wa kuendelea kudumu na kudumu na kudumu. Haleluya. Hatuna nafasi ya kuishia njiani. Wengine wako ndani ya makanisani walishaacha mambo ya wokovu. Ila wanaimba, ila wanafanya huduma, lakini wameshindwa kudumu katika Yesu Kristo. Yesu anataka tuendelee kudumu kama askari wema wa Kristo. Askari nani? Askari wema nani? Wa Kristo. Kwa hiyo hawa watu tumeona ni waaminifu. Wamejaa uaminifu ndani yao, ndani ya moyo yao. Wanasimama kwa lile agizo ambalo Yesu amewapa, na wanalisimamia kwa nguvu. Niwaeleze ndugu zangu, mimi wenzenu sielewi muda unavyoendelea kwenda. Sioni kitu kingine kinachonifurahisha.
Naona kama mambo mengi yameanguka bei. Tupo pamoja. Mambo mengi ambayo nilithamini zamani kwamba ni mambo ya maana na yalikuwa yanafurahisha moyo wangu, sioni kama kipo kitu cha namna hiyo kuliko kuendelea kumjua Kristo na kumpenda. Hicho ndicho ninachotaka. Na hicho ndicho ninachozungumza asubuhi ya leo. Na hicho ndicho ambacho unataka kukingania kama askari mwema wa Kristo. Haleluya. Haleluya. Hebu nyosha mkono kama unabarikiwa. Haleluya. Vitu vingi vinakuja, vinaondoa ujasiri wako uliokuwa nao, vinaondoa nguvu na moyo wako wa kumpenda na kumtumikia Mungu. Vimeondoa, vimemong'onyoa. Hebu sema vimemong'onyoa. Unajua kumong'onyoa? Juzi mama alileta papai. Sijui panya ametoka wapi, amemong'onyoa lile papai, tumeshindwa kulila, tumetupa. Amechukua vitu fulani. Inawezekana kiroho chako kiko katika hali ya udhaifu wa namna hiyo. Kama askari wa Kristo, usimame katika yale ambayo amekuitia na yale ambayo unatakiwa kusimamia nayo. Kama nani? Kama askari mwema wa nani? Wa Kristo ambaye amekuandikisha ili uwe askari. Haleluya. Haleluya. Jambo la pili. Kwa hiyo jambo la pili, tumeitwa ili tuwe kama wale wanaokimbia mbio, wale wenye wana michezo. Tupo pamoja? Kama watu ambao wanaweza kukimbia mbio, yani wakafanya michezo, na ambao wanaingia katika mashindano. Tunasoma pale, anazungumza hapa, ni mstari midogo lakini yenye nguvu nyingi. Anasema kwamba ule mstari wa 5, hata mtu akishindana katika michezo hapewi taji asiposhindana kwa halali. Hivi unaelewa? Tunapozungumza wokovu, kuna taji ambayo inaandaliwa kwa ajili yetu. Kwa sababu mwisho yeyote anayeshindana iko taji. Taji ya heshima, taji ya wokovu, taji ya haki ambayo tutavikwa sisi ambao tumekimbia mbio. Haleluya. Tumedumu katika kumpenda, tumedumu katika kusimamia wokovu wetu. Wewe ni mama kuliko nyumbani. Wewe ni baba huko kazini kwako. Wewe ni mama kule kazini kwako. Unaonekana kila siku unakimbia mbio. Haleluya. Mkristo ni kama mwanariadha ambaye siku zote anakimbia mbio. Haleluya. Umewahi muona mwanariadha ambaye amevaa suti alafu anaenda kukimbia mbio? Anavaeje? Haleluya. Anaweka kando. Haleluya. Ameweka vibukta tena vishingo ambavyo havimsumbui na fulana. Anafanya nini? Utamwona jasho zinatoka. Haleluya. Anaendelea. Mkimuuliza anasema ninaendelea. Anaenda mwendo mrefu, anaendelea kupiga mbio, lakini kwa sababu anakijua kilicho mbele yake. Haleluya. Anajua mbele yake iko taji ya uzima ambayo Bwana atawapa wote walio waaminifu ambao wamedumu katika kweli yake. Hao ambao wanakimbia mbio bila kukata tamaa, bila kuvunjika moyo, bila kuchoka. Haleluya. Tumeangalia picha ya askari, lakini tena neno la Mungu linazungumza hapa asubuhi. Paulo anapozungumza analeta picha ya mtu anayekimbia mbio, hakati tamaa, havunjiki moyo. Haleluya. Mwaka fulani kulikuwa na mashindano ya mbio. Mtanzania mmoja alipata sifa kubwa sana. Haleluya. Alipata sifa kubwa sana katika ile mashindano. Watu wengine walikimbia, ilikuwa ni mashindano ya mwendo mrefu. Wengine walikimbia, walipofika katikati wakawa wamekaa wamechoka, sema mbona taji yenyewe haipo. Tupo pamoja? Lakini yeye alimaliza mbio. Japo hakufanya nini? Hakupata taji, hakupata ile medali ya kwanza, lakini alifanya nini? Alimaliza mbio, hakukata tamaa. Unataka kuishia katikati? Na anataka kuishia katikati? Haleluya. Utaendelea. Haleluya. Unaendelea na bukuta yako. Unaendelea. Mambo yanakuja mengine. Mimi kama mkimbia mwanariadha naendelea kwa sababu najua ninachokitafuta. Nazungumza na mtu hapa. Haleluya. Umeanza kusembea, umeanza kutembea baada ya kukimbia mbio. Nazungumza na mtu hapa, umeanza kukata tamaa. Nazungumza na mtu hapa, umeanza kurudi nyuma ndani ya moyo. Kwanza watu wanarudi kwenye moyo kwanza. Unasikia? Ukiona amerudi mwishoni, tupo pamoja, huko ameisha, amerudi ndani ya moyo wake. Lakini asubuhi ya leo nakutia nguvu. Haleluya.
kama mwanariadha anaendelea kukimbia. Haleluya. Anaendelea kukimbia mbio bila kukata tamaa. Huyu mwanariadha anajua katika mashindano mwisho wake iko thawabu. Nataka niwaambie wapendwa, kama ni hivyo, tunayo thawabu ya kwanza ni uzima wa milele na kuwa na Kristo pamoja naye. Lakini Biblia inatuambia kwamba tutakuwa watawala pamoja na Kristo. Haleluya. Lakini zaidi ya hapo tunaambia kwamba tutapewa taji. Zaidi ya hapo Biblia inasema kwamba tutafutwa machozi kwa sababu tulikuwa tumekimbia mbio kama wanariadha. Ndio Biblia inatufundisha. Na zaidi ya hapo, huyu mwanariadha yuko tayari kuachia vitu vyote. Yuko tayari kutoa maisha yake kwa ajili ya hiyo kazi. Hivi mnafikiri mtu wa mbio ni kazi nyepesi yenyewe ile? Huwa naonaga ninapoendaga Ipogoro, unaona saa 11 wanaruka wanaenda. Wengine tumelala, lakini wao wanafanya nini? Wanazoeza miili yao. Hali ya kiroho ndivyo ilivyo katika maisha yetu. Haleluya. Haleluya. Hao wakimbiaji mbio wana nidhamu ya hali ya juu. Haleluya. Nidhamu ya chakula. Tupo pamoja. Hawali ovyo ovyo. Hawanyi maji ovyo ovyo. Na hana vitambi. Tupo pamoja. Kwa sababu miili yao imezoezwa kufanya kazi, kukimbia, wakichuchumilia yale ambayo Mungu amekusudia. Wana maisha ya nidhamu. Alafu wanapokimbia, wanakimbia, wanariadha hao wana sheria na taratibu zao. Ndio maana katika uwanja wa mpira yuko refa. Tupo pamoja. Katika kufanya hizo riadha au mchezo, unacheza kutokana na sheria. Tupo pamoja. Haleluya. Sheria moja ya mchezo wa mpira, ukigusa kwa mguu, kwa mkono, imefanya nini? Imekuwa nini? Utasikia kipenga kinalia. Haleluya. Umepigwa faulo. Haleluya. Ni mara ngapi umepigwa faulo katika safari unaendelea? Lakini wewe unaendelea tu, unaendelea, lakini faulo imepigwa kwako, umegusa vitu. Mungu kama wanariadha anataka tukimbie kwa mwendo ambao umetuitia. Fungua Ibrania 12. Ibrania 12 ule mstari wa pili na wa kwanza na wa pili. Anasema hivi: basi na sisi pia, kwa kuwa tu mashahidi, tumezungukwa na wingu kubwa la mashahidi namna hii, na tuweke kando. Hebu sema tuweke nini? Anasema tutafanya nini? Hebu sema na tufanye nini? Anasema na tuweke kando kila nini? Kila mzigo mzito. Anasema kila mzigo mzito na dhambi ile ituzingae kwa nini? Kwa upesi. Anasema na tupige nini? Tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha na kutimiza imani yetu, ambaye kwa ajili ya furaha iliyowekwa mbele yetu alistahimili msalaba na kuidharau aibu, naye ameketi mkono wa kuume wa kiti cha Mungu. Haleluya. Anasema tupige mbio. Kwa nini? Kwa saburi, maana yake kwa uvumilivu tunaendelea kupiga mbio. Mwaka jana uliokoka, je, unaendelea kuokoka? Naendelea kupiga mbio baba. Je, unaendelea kumtumikia Mungu? Naendelea napiga mbio. Haleluya. Je, umerudi nyuma kwa ajili ya matatizo aliyokupata? Naendelea mbele watu wapendwa. Je, imekweje? Anasema tupige mbio kwa saburi. Haleluya. Pole pole. Hatukimbii kwa haraka, lakini tunaendelea, tunapiga mbio. Je, unaendelea kumpenda Yesu? Nitaendelea kumpenda Yesu. Je, unaendelea katika utumishi wako kushuhudia na kutenda mambo je, unaendelea utoaji? Ninaendelea. Tunapiga mbio kwa saburi. Haleluya. Haleluya. Tunapiga mbio kwa saburi. Tunaendelea. Kesho tunaendelea. Mwaka unapita, tunaendelea. Je, unaendelea katika wokovu? Azma siku hizi ni kama amechoka. Amefanya nini? Amefanya nini? Sikubali. Haleluya. Sema sikubali. Haleluya. Wito ambao nimeitiwa ni mkubwa. Yesu ambaye ameniita ana neno kubwa kwa ajili ya maisha yangu. Anasema na tupige mbio. Kwa nini? Kwa saburi kama wanariadha. Anasema tupige mbio kwa saburi katika yale mashindano yaliyowekwa mbele yetu. Kumbe
maisha ya wokovu ni mashindano ndugu yangu. Ni mashindano. Unaweza kukosa kile ambacho umekiamini. Sasa inakusaidia nini hapa? Umeokoka miaka 15. Ungeendelea huko, ingaje ungeendelea huko ungekufa huko. Tuna moja, kumekuwa ulinzi. Haleluya. Lakini sasa imeonekana umeanza kupoa, umeanza kurudi nyuma. Lakini nasema tufanye nini? Tupige mbio kwa saburi. Haleluya. Na tumeambiwa Yesu Kristo. Haleluya. Tumeambiwa pale anasema kwamba tukimtazama Yesu. Hatuendi ovyo ovyo. Tuna moja. Hiyo ndio sheria. Anasema tukifanya nini? Tukimtazama Yesu. Tunapiga mbio katika mambo gani? Tunapoendelea kuomba Mungu, tunapoendelea kusoma neno la Mungu, tunapoendelea wakati mwingine mambo hayaendi, tunaingia kuomba na kufunga, tunaendelea kupiga mbio. Tunapoendelea kuambia wengine habari njema, tunapiga mbio. Tunaendelea kudumu katika maisha ya utakatifu. Wakati wengine wanaona mambo ya kutenda dhambi ni rahisi, wengine vijana wanapenda uzinzi, wanasema kwamba ni hamna shida, ndio maisha yenyewe. Lakini sisi tunajikataa. Tunasema kwamba tunamwangalia Yesu, tunaendelea na safari. Haleluya. Vijana wanaendelea kwa imani kwamba wanaendelea mbele, wanamshinda shetani kwa namna zozote ile. Wamama na wababa, watu wazima wanaendelea, baada ya maisha yao wanaendelea kudumu. Wazee nao wanaendelea kupiga mbio. Sisi sote tunapiga mbio. Tunafanya nini? Tunamtazama Yesu, ambaye anafanya nini? Mwenye kuanzisha. Ameanzisha safari yetu. Anasema Yesu mwenye kuanzisha. Anasema kwamba Yesu, tukimtazama Yesu mwenye kuanzisha, mwenye kutimiza imani yetu. Haleluya, mstari mzuri kabisa. Yesu ndiye ameanzisha haya mashindano. Yesu ndiye atakamilisha haya mashindano. Ndiye atakamilisha. Hebu mwambie yeye ndiye atakamilisha haya mashindano. Mpaka mwisho. Kuna sababu ya kukata tamaa. Napenda kutia moyo asubuhi ya leo. Unahitaji kukata tamaa. Wewe endelea. Haleluya. Wanasema unaenda wapi? Naendelea. Naenda kanisani. Unaenda kufanya nini? Naenda kumwabudu Mungu. Anasema bwana, kuna mambo mengi huku yanafurahisha, ya starehe. Kuna mambo mengi unachelewa, biashara zinachelewa. Lakini unasema kwamba ninamtazama Yesu mwenye kuanzisha. Haleluya. Wengine wanakuambia umechelewa. Waambie sijachelewa, naendelea. Hivi kuna kitu gani cha thamani cha kumjua Yesu na kumpenda na kumtumikia? Mwisho tumeona mfano wa mkulima. Tuwa pamoja? Mfano wa nani? Mfano wa mwisho ambao Paulo anafundisha ni habari za, anasema pale, anasema wa 6. Kwa hiyo picha nyingine ambayo tuliona juu ya maisha yetu wokovu inafananishwa na mkulima. Mkulima anapitia mambo mengi sana. Kazi ya mkulima ni kazi ngumu yenye kuhitaji muda mwingi wa kazi. Anavumilia shida na mazingira magumu, joto, baridi, mvua, ukame. Tupo pamoja? Wakati mwingine analima havitokei. Wakati mwingine ameweka mbolea, kumbe wamemuzia mbolea mbovu. Tupo pamoja? Kitu kinachompasa mkulima huwa anakata tamaa. Kwa hiyo kazi ya mkulima ni hard work. Ni kazi ngumu. Nataka nikuthibitishie asubuhi ya leo, vitu havitokei hivi hivi. Unasikia? Vitu havifanya nini? Havitokei hivi hivi. Kama ulidhani kwamba vitu vinatokea hivi hivi, utaviona vimekaa mezani, haitawezekana. Na kukatalia asubuhi ya leo. Hata katika maisha ya kiroho kama alivyo mkulima, vitu havitokei hivi hivi.
anafanya kazi kwa juhudi. Namba moja, muda wake anautumia vizuri. Tumeona mtu mwingine alikuwa anasema mtu mvua zinaponyesha, yeye ndiye anapanga mipango. Mvua zinanyesha, siku 5 zimepita. Huyo ni mkulima au ni kitu gani? Huyo ni kituko. Namba moja, ameduma. Haleluya. Kwa hiyo kwa sababu anafanya kazi kwa muda mwingi, mazingira yote ya hali ya hewa yanamgusa. Haogopi uchafu. Haleluya. Nilipokuwa na zizi la ng'ombe, nilikuwa nafagia mimi mwenyewe ile choo ya ng'ombe tu pamoja. Kwa sababu ni mimi mkulima, uchafu na manguo na overall anasimama kwa sababu anafanya kazi kama mkulima. Ndio picha ambayo Paulo anapenda kuonyesha jinsi ambavyo kumbe inataka tuwe hivyo. Mkulima haogopi uchafu. Mkulima hapa inazungumza kuhusu sisi ambao tunahubiri injili. Haleluya. Wanakuja watu hapa hawaeleweki kabisa. Tuombe moja. Haleluya. Anakuja naokoka hapa wiki 2 ametoroka. Tuombe moja. Lakini je, tunakata tamaa? Haleluya. Anakuja mtu haeleweki hapa. Tuombe moja. Shetani amemchakaza. Sasa sisi kama watumishi wa Mungu, kama wakulima, tunaendelea kuendelea. Tunasema baada Mungu amemuita mahali hapa, tutakwenda pamoja naye. Haleluya. Tutamtembelea, tutampigia simu, tutamwombea, tutamtia moyo. Kuna mtu mmoja tulikuwa tunaenda kumtembelea. Tulikuwa tunaendaga tukitoka ibada. Anasema, nilijua size karibu ndio mnakuja. Kwa kweli siku ile tulikasirika, tunasema hatutarudi tena. Utafikiri tulimwombea babaya, alikuja mwenyewe hapa. Mambo yalipokuwa shingoni, pamoja akasema anahitaji msaada. Maana alichukulia neema bure. Na kama sisi hatuna kazi. Pamoja. Kuna mama moja yuko kule Ngome kule. Alikuwa anakuja kanisani. Tukiwa kule Sabasaba kule pale ngambo. Tulikuwa tunaenda, tunapoongea anafikiri tumekwenda kumtongoza. Kwa hiyo anatusumbua. Haleluya. Lakini tunafanya nini kama mkulima? Tunavumilia. Kwa sababu tunaamini kwamba Mungu yuko pamoja na sisi. Kama mkulima tunaendelea. Haleluya. Tunaendelea. Tunawachukua kazi hii kama ya Mungu. Usione wakati mwingine hatakuwa hivi sisi sote. Haleluya. Yesu ametutakasa, Yesu ametuosha, lakini kuna watu walishughulika kama mkulima kwa masaa mengi, kwa muda mwingi, kwa uvumilivu mwingi, wanaendelea kufanya kazi bila kukata tamaa, kueleza habari hizi na kuwatia moyo watu. Kwani ukiona mtu anakuja nyumbani kwako, anakuja kuomba kwako, unafikiri nyumbani kwake hana shughuli cha kufanya? Ni kwa sababu anajua kwamba yeye ni kama mkulima, sisi ni shamba, na anataka haya mazao lazima yatokee. Mchungaji yeyote anapenda kuona mazao yanatokea, anaona watu wanaoendelea, anaendelea watu wanaodumu, anapenda kuendelea katika huduma, anapenda hivyo kama mkulima. Kwa muda mwingi tunaendelea kazi sio nyepesi, kuomba nao, kuwatia moyo, kuwasimamisha, kuwatia nguvu, na hilo ndio ambalo Mungu anataka liingie ndani yako kama mkulima, uendelee kwa pamoja na kazi ngumu inayoendelea. Hatuna muda wa kuja kukaa mahali hapa. Mungu ametuita kama wakulima, kazi ngumu ya kufanya ambayo ipo. Kazi ngumu ya kufanya ina maana uchukue muda wako, haleluya, ambao ni wa thamani kwako, lakini uamue kufanya yale ambayo Mungu amekusudia. Ndivyo ambavyo picha ambayo Paulo anamweleza Timotheo, mtumishi wake yule mchungaji, ili aweze kufanya kazi. Haleluya. Inataka uvumilivu mwingi. Atapambana. Kwa Kiswahili setback mnasemaje? Setback ni kwa Kiswahili tunasemaje? Vikwazo. Mkulima anapambana na vikwazo. Havitatukosa kama mkulima. Kama nilivyosema, unapanda mazao, mvua zifanye nini? Zimechelewa kunyesha, tu pamoja. Lakini anakata tamaa. Anasema mwaka gani nitaendelea kufanya nini? Kufanya kazi kama mkulima. Anafanya kazi, ameuza, mwaka huu hakuna biashara.
vitu haviuziki, lakini mwaka kesho ataacha kulima, anaendelea. Ndivyo ambavyo watu wa kanisa, ndivyo ambavyo watumishi wa Mungu tunataka kujivisha kwamba hatuwezi kukataa. Setbacks zitakuja, vikwazo vitakuja, vizuizi vitakuja, lakini tunasema kwamba tutaendelea kama mkulima. Mkulima ana tabia ya kuvumilia. Haleluya. Mimi pale ni mkulima, huwa nafuga kuku. Ukifika karibu kuku wa kutaga, wanakula sana, kwa hiyo wanachukua mfuko sana. Sasa inabidi uvumilie, uelewi wakati mwingine. Haleluya. Lakini unaendelea, tu pamoja, endelea kualisha. Haleluya. Lakini inafika wakati mwingine utaona sasa tayari wameanza kuangusha. Haleluya. Lakini kwa sababu nimeendelea kuvumilia. Kwa hiyo mkulima kila siku anatarajia mazao, anatarajia mazao. Ndivyo ambavyo picha ambayo Paulo anaijenga kwa Timotheo. Katika Zaburi, naenda kumaliza sasa, Zaburi 125 mstari wa 5 na wa 6. Zaburi 126 mstari wa 5 na wa 6. Mm. 26. Mhm. Mhm. Ijapo mtu anasema hebu nenda pole pole, ijapo mtu. Hebu sema pale. Unapanda kwa machozi mama. Unapanda kwa machozi kwa ajili ya roho za watu. Unapanda kwa machozi kwa ajili ya huduma iliyopo mahali hapa. Unapanda kwa machozi. Anasema machozi yanazungumzwa hapa ni roho ya maombi. Haleluya. Roho ya kutokukata kama mkulima ya machozi. Anasema nini? Endelea. Anasema anaenda zake kilia. Anapochukua mbegu zake kwenda kupanda. Haleluya. Anasema anarudi kwa kelele za furaha. Amechukua ngano, amechukua mavuno, anaondoka. Anasema mnaona nilifanya kazi, nimevuna. Haleluya. Anasema kwamba anaondoka, anafanya nini? Hakika anasema nini? Hebu sema hakika anarudi, hakika anarudi kwa kelele za furaha anapochukua miganda ya mazao yake. Haleluya. Kama mkulima mwambie nitavuna. Haleluya. Katika ufalme wa Mungu nitavuna. Nimezungumza point moja, anasema kwamba mambo yahaji hivi. Haleluya. Hufanyi kazi kama mkulima, hakuna kinachotokea. Hufanyi kazi kama askari, hakuna kinachotokea. Hufanyi kazi kama nani? Kama mwanariadha, hakuna kinachotokea. Haya yote mambo matatu, Mungu ametaka hii picha isisahaulike ndani ya moyo wako, kwamba wewe kama Mkristo ni askari mwema wa Kristo. Hebu jiandike mwenyewe, mwambie mimi ni askari mwema wa Kristo. Haleluya. Haleluya, mimi ni askari mwema wa Kristo. Hebu sema mimi ni askari mwema wa Kristo. Sio mamluki. Unajua askari mamluki wanapenda kuwaua watu ovyo ovyo, lakini askari mwema anajua kazi anayofanya. Kwa hiyo wewe sio mamluki. Hebu sema mimi sio askari mamluki. Mimi ni askari mwema wa Kristo. Haleluya. Mimi ni askari mwema wa Kristo. Alafu naambiwa tena mimi ni mwanariadha. Haleluya. Ambaye nataka taji. Haleluya. Mbele yangu nataka nione taji imeitwa kwa jina langu. Ninapoheshimiwa, watakapokuwa naimba wimbo, wanasema anaingia mtumishi huyo. Wanamjua huyu mama, jinsi alivyotumikia, jinsi alivyompenda. Kunapokuwa malaika wanashangilia, wewe unaenda kupokea taji mbele ya Kristo. Anasema huyu alikuwa mwanariadha, alizipiga mbio vizuri. Haleluya. Na mwendo ameumaliza. Haleluya. Sio wale ambao tutasema mwendo umemaliza walikuwa walevi, walikuwa wazinzi, wanaambiwa walikuwa mwendo maliza. Wale ambao walikuwa askari bora wa Kristo, wale ambao hajazembea katika mambo ya Kristo, sio hao ninaozungumza, ni wale ambao wanamaliza mwendo. Lakini pia tumeambiwa anasema atakuwa wa kwanza kula mavuno. Haleluya. Atakuwa wa kwanza kama mkulima kula mavuno. Haleluya. Unaweza kusimama hapo ulipo. Ora bakachisi.